Bwana, rafiki yetu wa karibu sana, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin sasa ametuonesha ile kauli ambayo inaitwa The Return of Victory, kwa maana ya kurudi kwa ushindi au kurejea tena kwa ushindi baada ya matamshi ambayo ameyatoa, ikiwa ni siku mbili tu zimepita tangu ule mkutano wa uwakilishi kutoka Urusi na uwakilishi wa Ukraine kukutana pale mjini Istanbul, Uturuki, na kujadili namna gani au mbinu gani za kutumia ili kumaliza mzozo ambao umeanza miaka mitatu iliyopita. Sasa Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amejibu maswali yenu yote ambayo mlikuwa mnajiuliza kuhusu yeye, pamoja na yale ambayo wengine mlikuwa mnasema labda kama jamaa, mbona kama ameanza kulegeza kamba, mbona kama Putin ameanza kurudi nyuma, ni kama anataka kuwasamehe. Yani mambo yakawa ni mengi sana, na hii ni baada ya matamshi mbalimbali ambayo tumeona Rais wa Urusi Vladimir Putin ameyazungumza hapo nyuma, na wengi walianza kupata wasiwasi waliposikia Putin amesema yuko tayari kukutana ana kwa ana na ujumbe wa Ukraine. Hapa ndipo ambapo watu walianza kusema Marekani imeitisha Urusi, mpaka Vladimir Putin mwenyewe ametishika. Mimi nikasema vina muda, lazima ukweli utakuja kudhihirika. Sasa Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema maneno haya. Anasema Urusi inataka kuhakikisha usalama wake na kuweka mazingira ya amani endelevu. Yani, kwa wale ambao labda mnaona kama Urusi imerudisha jitihada zake nyuma, hapana. Ni kwamba Urusi inaendeleza pale pale ambapo iliishia, na Putin ametoa wasiwasi akasema Urusi inataka kuondoa sababu, yani mzizi wa mzozo, sio matokeo ya mzozo. Yani Urusi au kauli hii ya Bwana Vladimir Putin anachokizungumza ni kwamba Urusi yenyewe sasa hivi inajua kuna matokeo ya mzozo, na matokeo ya mzozo hayo ni vifo vya watu, matokeo ya mzozo ni kuchukuliwa kwa maeneo, matokeo ya mzozo ni kuwekwa kwa vikwazo kwa taifa la Urusi, matokeo ya mzozo ni kutengwa na baadhi ya mataifa mbalimbali duniani, matokeo ya mzozo ni kuwajua maadui wa Urusi kwa 100%, matokeo ya mzozo ni kuwajua ndumila kuwili watu wanafiki ambao wanajifanya wapo upande wa Urusi, kumbe wapo upande mwingine wa kimagharibi. Lakini matokeo ya mzozo ni kuwajua maadui halisi wa Urusi ni wapi katika nyakati kama hizi, na kuwajua marafiki halisi wa Urusi ni wapi. Sasa hayo ni matokeo ya mzozo. Sasa Putin anasema Urusi inataka kuondoa sababu za matokeo ya mzozo. Sijui kama mnanielewa. Yani Urusi inataka kuondoa sababu za kutokea kwa mzozo kati ya Urusi pamoja na Ukraini. Hii ni kauli ambayo ameikandamiza sana leo tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 Bwana Vladimir Putin. Lakini Putin amewatoa tena wasiwasi wafuasi wa Urusi duniani kwamba nguvu na rasilimali za kutosha kuleta au kupata kile kilichoanzishwa mwaka 2022 katika hitimisho lake la kinakamilika. Yani hitimisho la kimantiki linakamilika. Yani malengo muhimu ya Urusi lazima yatimie, haijalishi kelele zinazopigwa na watu mbalimbali duniani. Sijui kama hapa mnanielewa alichozungumza Putin. Naomba nirudie. Anasema hivi: amewatoa wasiwasi wafuasi kutoka maeneo mbalimbali duniani kwamba nguvu na rasilimali zake za kutosha kuleta au kupata kile ambacho walikianzisha mwaka 2022 zipo. Msije mkafikiri kwamba Urusi imepambana miaka mitatu bila kuwa na msaada kutoka eneo lolote. Juzi hapo ndio mmeona wa Korea wamejipapatua. Putin anasema hivi, yani wao kama Warusi zile nguvu walizoanza nazo mwaka 2022 zipo. Yani zipo vile vile kama hii ni burudani ya kutosha kabisa. Yani pamoja na kwamba wamepambana, lakini anasema ile nguvu walioanza nayo iko pale pale, rasilimali walizoanza nazo za kupambana ziko pale pale. Kwa hiyo watu hamtakiwi kufia au watu hamtakiwi kuwa na hofu juu ya jambo hili. Lakini kama itoshi, Putin anasema hivi, ni lazima maeneo ya Crimea,
sawa maeneo ya Donetsk, hizi jamhuri za Donetsk pamoja na Lugansk, lakini pia mikoa ya Kherson pamoja na Zaporozhye vinabaki katika taifa la Urusi, na maeneo mengine ambayo Urusi inayataka ni lazima waendelee wahakikishe maeneo hayo yanasalia pale pale nchini Urusi. Sijui kama watu hapo bado mnaendelea kuwa na wasiwasi, manake ni ukweli usiopingika, watu mlikuwa mna wasiwasi mkubwa sana juu ya hiki ambacho kinafanywa na mataifa ya magharibi, kile ambacho kinafanywa na Marekani, kile ambacho kinafanywa na Ufaransa, kile kinachofanywa na Ujerumani, kinachofanywa na Uingereza, kinachofanywa na Canada na Italy pamoja na maeneo mengine. Putin anasema maeneo hayo yani ni lazima yabaki pale pale Urusi pasipokuwa na mjadala wa aina yeyote. Kwa pamoja na kwamba wapo kwenye mazungumzo yale ambao mnayaona yanaendelea, lakini maeneo hayo tunasema ni untouchable areas kwa Urusi, ni maeneo ambayo hayatakiwi kuguswa kwa namna yoyote ile. Lakini Putin akiongelea kuhusu Marekani, na hili jambo nafikiri watu ndugu zangu hapa mnatakiwa kunielewa vizuri sana juu ya kile ambacho amekizungumza rais wa Urusi bwana Vladimirovich Putin. Rais wa Urusi bwana Vladimirovich Putin anasema hivi. Anasema ushirikiano unaoendelea wa kidiplomasia na Marekani wa kutatua mzozo huo, Putin anasema anakiri kwa kusema hivi: watu wa Marekani akiwemo Rais Donald Trump wana maslahi yao ya kitaifa. Sio kama mnaelewa Na anasema hivi: tunawaheshimu na tunaheshimu hilo na tunatarajia kutendewa vivyo hivyo. Yaani kama hamjaelewa, anasema hawawezi kuingia katika mfumo wa Marekani. Wafuasi wengi sana ambao wamekuwa wakifuatilia Urusi tokea tumeanza kuripoti mzozo mwaka 2022 waliingiwa na ubaridi mkali sana tulipoanza kuambia kwamba rais wa Urusi bwana Vladimir Putin amekuwa na mashirikiano ya karibu sana na rais wa Marekani bwana Donald Trump, kiasi ya kwamba wamefikia hatua wamekaa kwenye meza ya mazungumzo, wamepigiana simu, na imeenda mbali sana mpaka bwana Donald Trump akamshawishi rais wa Urusi Vladimir Putin wakae kwenye vikao baadhi vya kutafuta suluhu ya mgogoro ambao ulianza mwaka 2022, jambo ambalo lilikuwa haliwezekani wakati wa utawala wa bwana Joe Biden. Sasa hili jambo watu wengi lilikuwa linawatia wasiwasi sana kwamba huenda Marekani wanaingiza mkenge Urusi. Sasa Putin anachokizungumza, nafikiri anazungumza kiume tu, ambapo wanaume ndivyo ambavyo wanatakiwa kuzungumza. Anasema hivi: sisi tunafahamu malengo ya Marekani ambayo wanayo. Yani kwa nini Marekani wameamua kuingia kwenye kutafuta suluhu ya kutatua huu mgogoro. Putin anasema hilo lengo wa Marekani Urusi wanalijua kwa 100%. Kwa hiyo Urusi wanacheza na Marekani vile vile ambavyo Marekani anacheza. Yani sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo ukiona Donald Trump anazungumza jambo ambalo linahusu kutatua mgogoro, ni kwamba Urusi wameenda mbele zaidi. Yani wakati Marekani labda wapo kwenye hatua A, Urusi wanakuwa wapo kwenye hatua Z ya kujua malengo ya Wamarekani ni yapi. Na Putin anasema Marekani hawana malengo ya kumaliza mgogoro, bali Marekani wana maslahi yao ya kitaifa. Na moja ya maslahi ya kitaifa ni ule mkataba mlioona umesainiwa juzi, mkataba ambao unairuhusu Marekani kuchimba yale madini adimu kule nchini Ukraine, na yanakuwa ni sehemu ya milki yao, yani wanakuwa na maamuzi nayo. Kwa hiyo bwana Vladimir Putin jambo hili analijua kwa 100%, na hapa ndipo utakapogundua ugumu wa kuisoma akili ya Putin. Yani huwa yupo kama hayupo hivi. Yani Putin unaweza ukadhani umemuingiza kwenye 18, kumbe wewe ndiye ambao umeingiza kwenye 18. Yani anakuchora, wewe mwenyewe ndio unampa magep ya kukuchora. Na nataka niwaambie jambo moja leo ndugu zangu. Hiki kinachofanywa na Marekani kupitia kwa bwana Donald Trump, wa Marekani watakuja kujutia. Kwa sababu Marekani sasa hivi amemruhusu rais wa Urusi bwana Vladimir Putin aingie mpaka kwenye mifumo, kwenye system za Marekani yenyewe kupitia hawa wawakilishi ambao wanawatuma. Hawa wanasikia sio wanaitwa kina Michael Rubio, hawa mawaziri wengine ambao wanatembea kwenda sio kina Steve Witkoff. Hawa ni watu ambao tunasema ni ile top rank ya taifa la Marekani, hasa katika nyanja ya ulinzi, katika nyanja ya uchumi, katika nyanja ya usalama pamoja na maeneo mengine. Sasa rais wa Urusi bwana Vladimir Putin hilo jambo amelijua kwa 100% na litakuja kuwagharimu. Nitawaambia jambo moja ambalo Urusi walilifanya
wakati wa mpira wa Uingereza. Mnajua Urusi walipogundua kwamba kuna nyaraka fulani ambazo wanazitaka pale nchini Uingereza, ambacho walikifanya Warusi, waliamua kuwapandikiza wachezaji wa mpira ambao wakapelekwa nchini Uingereza, wakasajiliwa kwenye ligi kuu ya Uingereza, wakacheza mpira kwa heshima kubwa nchini Uingereza, wakaoa pale pale nchini Uingereza, na mwisho wa siku wakaenda kuchukua zile nyaraka, zile document ambazo Urusi walikuwa wanazihitaji kutoka pale Uingereza, jambo ambalo huwa linafanywa na majasusi tu. Sasa Urusi tumeona na wenyewe wamelifanya. Kwa hiyo Marekani na wenyewe, yani wajiandae kisaikolojia, wapo katika nyakati ngumu kupita maelezo. And by the way, wale waliokuwa wanajiuliza kuhusu hatima ya yale mazungumzo ya Istanbul, majibu yake tayari rais wa Urusi bwana Vladimir Vladimirovich kesha yajibu haraka sana. Na bwana Vladimir Putin ameona bora mtangulie Trump akilini, kwa sababu wote nafikiri tunaungana, mimi pamoja na nyie, tarehe 19 mwezi Mei mwaka 2025 rais wa Marekani bwana Donald Trump anatarajiwa kumpigia simu rais wa Urusi bwana Vladimir Vladimirovich Putin, na kwenye mazungumzo ambayo wanatarajiwa kuzungumza ni kwamba watajadili masuala ya kibiashara, watajadili masuala ya kumaliza mzozo wa Ukraine, lakini tayari yale maswali ambayo rais wa Marekani bwana Donald Trump alikuwa anadhani atamuuliza bwana Vladimir Putin, tayari Putin kesha yajibu. Yani kimsingi ni kwamba bwana Vladimir Putin ameshamtangulia kwenye akili bwana Donald Trump. Kesho Jumatatu, wakati Donald Trump anampigia simu rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, atakuwa tayari ana majibu ambayo yameshajibiwa kuhusu mkutano wa pale Istanbul. Misimamo ya Urusi bado ipo pale pale, mikakati ya Urusi bado ipo pale pale, mipango ya Urusi bado iko pale pale. Ambacho kimebaki sasa hivi ni dunia kuanza kuielewa mdogo mdogo akili ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, na ni ngumu sana kuimark akili ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kwa aina ya mzunguko ambao anauzunguka, kuhakikisha watu wote ambao wanahitaji kupambana naye wanaingia kwenye mfumo kabla yeye hajaingia kwenye mfumo wao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.